moja kutoka hapa mkoani Mbeya. Hii ni Machweo Online TV na kipindi chetu ni Tuongee Machweo, kipindi ambacho tunadadavua masuala mbalimbali ya kiuchumi, kisiasa na mambo mengine. Lakini leo tuko na mgeni wetu Clementina Kyaluzi. Huyu ni mtaalamu wa nyuki jiji la Mbeya. Dada, karibu. Asante. Habari za siku nyingi? Salama. Mbeya wanasemaje? Kabisa. Asante sana. Nikukaribishe ndugu mtazamaji wa Machweo Online TV, lakini usichoke kutembelea mitandao yetu ya kijamii huko Instagram, Facebook, TikTok, jina ni Machweo Online TV. Labda ungejitambulisha jina vizuri na cheo chako pamoja na utaalamu wako kidogo, ili watazamaji wetu wa Machweo Online TV waweze kukutambua kiundani zaidi. Karibu sana. Asante. Mimi kwa majina naitwa Clementina Kyaluzi. Ni mtaalamu wa masuala ya nyuki halmashauri ya jiji la Mbeya. Kwa mimi nimejikita kwenye mambo ya nyuki pamoja na kila kitu kinachohusiana na nyuki, kuanzia mazingira ya nyuki mpaka jinsi ya ufugaji, kila kitu. Na mtaalamu wa nyuki kuanzia katika masuala ya ufugaji mpaka kila kitu. Lakini unaweza ukatuelezea kidogo huyu mdudu wa nyuki yukoje na mnamfuga vipi na anapenda kupendelea kuishi katika maeneo yapi? Nyuki, kwanza kabisa ufugaji nyuki tunasema ni sanaa na sayansi ya kutunza makundi ya nyuki. Unatunza makundi ya nyuki kwenye sehemu ambazo zinafaa kwa wao kuishi, lakini pia tunatunza makundi ya nyuki ili tupate mazao ya nyuki. Kwa mfano, nyuki mazingira ambayo yanapendelea sana kuishi ni maeneo ambayo yana miti mingi, kwa sababu utengenezaji wa asali unahusisha miti, maua, majani. Kwa hiyo wanapenda maeneo yenye miti mingi, lakini pia wanapenda maji, sehemu zenye maji ya kutosha. Kwa hiyo ufugaji wa nyuki ni sehemu za misituni, mara nyingi waruhusu kufuga maeneo ya karibu na nyumba za watu, kwa sababu tunajua ni wale ufugaji wa nyuki wakubwa ni hatari kwa mazingira ya watu. Lakini hapo kuna labda unaweza ukatueleza kidogo, kuna aina ngapi za nyuki? Nyuki zipo aina mbili kuu zinazojulikana. Unasikia tuna nyuki wakubwa na nyuki wadogo. Nyuki wadogo sio wadogo kwa maana ya size. Ni wadogo kwa size ndio, lakini pia tunasema spishi yao ni ndogo. Yaani kwamba wapo tofauti na nyuki wakubwa. Sio kwamba amechelewa kukua, ni wadogo, ni spishi yao ipo hivyo. Na ndio maana hata kuna asali ya nyuki wakubwa na asali ya nyuki wadogo. Ni vitu viwili tofauti. Sawa, katika utaalamu wako hasa hapa jiji la Mbeya, unaweza ukatueleza hali ikoje katika swala hili la ufugaji wa nyuki, lakini ni maeneo gani ambayo yametengwa hasa katika ufugaji huu wa nyuki? Kwa jiji la Mbeya ufugaji wa nyuki haupo kikubwa kiasi hicho. Mbeya ufugaji wa nyuki sio sawa na mikoa mingine ambayo tumezoea kama Tabora. Ufugaji wa nyuki upo chini, sio sawa na mikoa mingine. Na maeneo yapo ambayo yamewekwa na jiji kwa ajili ya ufugaji wa nyuki, kwa mfano msitu ule pale juu Mlima Mbeya, Kawetele na Mlima Mbeya, kuna msitu ambao wanaruhusu watu kufuga nyuki, lakini pia kuna maeneo ya Mlima Nyoka kule watu pia wanafuga nyuki. Kwa maeneo yapo, lakini ufugaji wa nyuki sio mkubwa kiasi hicho. Sio mkubwa kiasi hicho. Ni wa kawaida. Tatizo ni lipi hasa? Nadhani tatizo labda inawezekana watu hawajapata uelewaji kuhusu ufugaji wa nyuki, lakini pia mazingira, hali ya hewa ya Mbeya hairuhusu sana ufugaji wa nyuki. Baridi. Nyuki hawapendi sana sehemu zenye baridi kali. Kwa hiyo Mbeya kwenye swala la ufugaji wa nyuki bado tupo chini. Naam, kwa hiyo baridi inaweza kuwa ni changamoto moja. Baridi pia ni changamoto moja hapo. Sasa kwa ukanda wetu wa nyanda za juu kusini, hasa mkoa wa Mbeya na jiji la Mbeya unalolisimamia, unahisi ni muda gani ambao nyuki zinaweza zikafugwa kwa ufasaha zaidi? Kipindi cha mwaka. Kuanzia wanaanza kufuga kuanzia mwezi wa 10 mpaka wa 12 mpaka wa
kuanzia mwezi wa 10 mpaka mwezi wa 4. Yaani tuseme kama mwaka huu wakianza kufuga mwezi wa 10, kuvuna inakuja ni mwezi wa 4 mpaka wa 6 wanaanza kuvuna. Hicho ndio kipindi ambacho uvunaji unatokea. Na ni kipindi ambacho angalau inakuwa baridi sio kali, lakini pia mazingira angalau yanaruhusu kuanzia maua yanakuwepo, miti inakuwa imechanua maua. Kwa hiyo ni kipindi kizuri kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Labda kuna elimu gani ambayo inakuwa inatolewa hasa kwa wafugaji namna ya kuvuna asali? Namna ya kuvuna asali kwa wafugaji. Kuna mavazi maalum kipindi cha uvunaji. Kuna mavazi maalum ambayo yanahitajika ili kuzuia kung'atwa, sababu watu wengi wanajua kuenda kuvuna asali ni kipengele. Kwa hiyo kuna mavazi maalum kwa ajili ya kuvaa, lakini pia kuna vifaa kwa ajili ya moshi, ili mtu anapoenda kuvuna nyuki wasiwe wakali sana. Pamoja na vifaa vingine kwa ajili ya kufungulia mizinga. Kwa vifaa vipo kwa ajili ya uvunaji. Lakini hapa tumezoea wafanyabiashara ambao wanatuuzia asali. Wamekuwa na majina tofauti. Asali ya nyuki wakubwa, asali ya nyuki wadogo. Labda mtaalamu, unaweza ukatueleza kuna aina ngapi za asali? Kama nilivyosema mwanzo, kuna nyuki wakubwa na nyuki wadogo. Na hao wote wanatengeneza asali mbili tofauti. Asali ya nyuki wakubwa mara nyingi inakuwa ni nzito, lakini asali ya nyuki wadogo ni nyepesi na ina gesi nyingi. Kwa hiyo watu siku hizi wengine wanakuwa wanachanganya, mtu anapewa asali ya nyuki wadogo na asali ya nyuki wakubwa. Kwa asali ya nyuki wakubwa ni nzito. Inatengenezwa wale nyuki, tunasema wanapoenda kutengeneza, wakisha kusanya zile mbochi kutoka kwenye maua, huwa wanaenda wanazikausha wakati wa utengenezaji. Kwa hiyo maana asali yao inakuwa ni nzito. Na wao yani maumbile yao yanawaruhusu kukausha asali. Lakini tukienda kwa nyuki wadogo, wao kwa sababu ni wadogo kwa size, utengenezaji wao wa asali unakuwa tofauti kidogo. Wao wanakusanya zile mbochi kutoka kwenye maua, lakini swala la ukaushaji inakuwa hawafanyi kama nyuki wakubwa. Kwa hiyo asali yao mara nyingi inakuwa nyepesi, na kwa sababu wao nyuki wadogo wanakusanya mbochi kutoka kwenye maua mengi tofauti na nyuki wakubwa. Wao asali yao inakuwa na gesi. Wanaingia kwenye maua mpaka yale ambayo nyuki wakubwa wanashindwa kuingia. Kwa mara nyingi asali yao inakuwa na gesi. Katika swala la uhifadhi likoje pindi ambapo wafugaji wanavuna? Swala la uhifadhi wa asali. Uhifadhi wa asali kwenye package. Mko mkiwafuatilia vipi? Lakini kwa sababu tunajua hili ni kama zao, lakini lina watumiaji ambao ni sisi. Hali ikoje? Kwanza kabisa asali ni chakula. Kwa hiyo uhifadhi wake unahitaji uhifadhiwe kama chakula. Ndio. Kwa mara nyingi uhifadhi ni lazima wahifadhi kwenye ndoo nyeupe. Na huwa hazioshwi na sabuni kabisa. Huwa zinasuzwa vizuri na maji mengi ili kuepusha ule kuchanganyika na vitu vingine. Na asali huwa ni tofauti na vyakula vingine, kwenye kuchanganyika inachanganyika haraka sana na vitu vingine ambavyo inaweza ikawa ni shida kwa watu. Kwa mara nyingi tunashauri watu wahifadhi kwenye ndoo nyeupe safi, lakini pia hata kama mtu anasafirisha kwenye madumu, anasafirisha kwa kutumia yale madumu meupe. Yale ambayo ni food grade, yanaruhusiwa na shirika la chakula. Kwa hiyo lazima isafirishwe kwenye madumu meupe. Katika uhifadhi wa chakula hiki cha asali, tumeona wafanyabiashara wengi ambao wanauza asali aidha kwa kutembeza au kwenye vyumba vyao ambavyo ni special kwa ajili ya uzaji wa asali. Wamekuwa wakitumia chupa za vileo kama konyagi na vinginevyo. Hii kitaalamu ikoje? Ni nzuri kwa afya? Ile kitaalamu hairuhusiwi. Ni vile tu labda hawajaanza kufuatilia hilo swala, lakini kitaalamu hairuhusiwi kuhifadhi asali kwenye vile vichupa vya konyagi. Kuna makopo maalum ambayo yanaruhusiwa kabisa na shirika la chakula. Kuna vile vikopo vile vya lita 1, kuna vile vikopo vya kilo ambavyo vipo food grade, havina mchanganyiko wowote wa nani. Lakini vile vikopo vya konyagi ni jambo tu ambalo halijafuatiliwa kiundani, lakini
hairuhusiwi kitaalamu. Ndio. Lakini labda nyinyi mmejaribu kuwafikia kwa kuwapa elimu namna ya utunzaji wa chakula hiki cha asali? Elimu kuhusu utunzaji wa chakula cha asali kwa jiji la Mbeya sidhani kama imefika mbali, lakini wale watu ambao huwa wanafika ofisini kuomba ushauri kuhusu masuala ya ufugaji nyuki pamoja na utunzaji, huwa tunawapa elimu kuhusu utunzaji wa asali pamoja na uhifadhi wake. Ndio. Ndugu mtazamaji wa Machweo Online TV, bado tupo kwenye kipindi chetu cha Tuongee Machweo. Mtaalamu wetu wa nyuki huyu Clementina Kiarunzi anatueleza masuala mbalimbali yanayohusiana na ufugaji wa nyuki, uhifadhi wa chakula hiki muhimu ambacho kimekuwa na tija hasa katika matumizi yetu ya kila siku. Bado tunakusisitiza endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii ili kupata habari zaidi. Facebook huko, Instagram, TikTok, jina ni lile lile, Machweo Online TV. Na bado tupo na mtaalamu wa nyuki Clementina Kiarunzi. Mtaalamu, swali langu lingine, hali ya soko la asali kwa jiji hili la Mbeya likoje? Soko la asali kwa jiji la Mbeya, mara nyingi watu kama nilivyosema mwanzo, Mbeya uzalishaji wa asali sio mkubwa sana na mikoa mingine. Lakini asali sio kwamba haipatikani, inapatikana kwa sababu watu wanachukua kutoka mikoa mingine kama Tabora, Arusha, ambako wanafanya utengenezaji mkubwa wa asali. Kwa hiyo soko la asali Mbeya lipo. Na kitu ambacho tunahamasisha zaidi sasa ni watu kupata awareness kuhusu ufugaji wa nyuki, lakini pia wafuge. Sio kwamba hali ya hewa inakataza kabisa kufuga. Yaani ukiwa makini unaweza ukafuga. Misitu ipo kwa ajili ya ufugaji na ni bure. Kwa hiyo swala la soko la asali kwa jiji la Mbeya lipo na inapatikana ndio. Lakini swala la uzalishaji tuambia kwamba bado liko chini kulinganisha na mikoa mingine, mfano Tabora na mikoa. Lakini hapa bado tuko hapa. Inasemekana sasa, sijui ni tetesi au ni habari kamili, tuweke vizuri kama mtaalamu, kwamba asali yetu ya hapa nchini imekuwa ikipendwa sana katika nchi jirani na kimataifa kwa ujumla. Sasa hamuoni kwamba kuna haja ya kuwa wazalishaji wazuri ili kuweka soko la asali kuwa bora zaidi duniani? Haja hiyo ipo na ni swala ambalo bado linaongelewa. Asali ya Tanzania, tunasema Tanzania ni kati ya East Africa, ni nchi ambayo ina produce asali kiasi kikubwa kuliko nchi zingine. Na ndio maana hata kwenye usafirishaji asali inatoka Tanzania inaenda hata nchi nyingine. Lakini ikiwa kwenye kiwango. Kwa uzalishaji wa asali Tanzania upo na ni mkubwa, lakini kiwango cha kufikisha, yani kiwango cha kufanya asali ya Tanzania itoke kwenda nchi nyingine, ndio bado watu wanaendelea sasa kutoa elimu juu ya hiyo. Naendelea. Sababu asali inayozalishwa haina kiwango kile cha kutoka nje ya nchi. Unajua mpaka vitu vitoke nje ya nchi inamaanisha viwe na ile grade ya ubora wingi. Kwa hiyo inazalishwa kwa wingi, lakini usafirishaji kwenda nchi za nje bado watu wanahitaji elimu. Kwamba watu bado wanafanya ile ya zamani, yani kilokoloko. Bado haijazalishwa asali ile bora kabisa. Japo wapo watu ambao wanapeleka nje ambao wanafanya hivyo, lakini ni wachache. Bado elimu inahitajika ili watu wao wanaproduce asali ambayo ni nzuri na ni bora iweze kutoka nje. Katika swala la elimu hapo bado tuko hapo. Je, mmekuwa mkiwaelimisha wananchi juu ya ufugaji wa nyuki ili kutoa asali ile bora zaidi? Elimu tunatoa kama nilivyosema kwamba watu ambao wanafika wanataka kuanza ufugaji wa nyuki, huwa tunawapa elimu jinsi ya kuzalisha asali iliyo bora na vitu vya kufanya ili asali itoke nzuri na ikiwa bora. Sawa. Mtazamaji wa Machweo Online TV, bado tuko na mtaalamu wa nyuki Clementina Kiarunzi. Bado anatueleza maswali mbalimbali yanayohusiana na ufugaji wa nyuki. Usichoke kututembelea katika mitandao yetu ya kijamii huko Instagram, TikTok, Facebook
na YouTube jina letu ni lile lile, Machweo Online TV. Hapa tunakupa habari mbalimbali za kukuburudisha, za kukufahamisha, za siasa na mambo yanayohusu kwa Mbeya na nchi kwa ujumla. Clementina Keruzi, tuendelee. Je, unaweza ukatueleza kidogo mfugaji ambaye anaanza swala hili la ufugaji wa nyuki inatakiwa aweje? Awe na mizinga mingapi? Eneo liwe na ukubwa gani? Kwa mtu ambaye anaanza sasa, kwa nitegemea na yeye na mtaji wake, lakini ni vizuri mtu ambaye anaanza aanze angalau na mizinga 10. Sababu gharama za utengenezaji wa mizinga zipo juu kidogo. Kwa hiyo kama mtu anaanza na ana mtaji, akianza angalau na mizinga 10, 20 na eneo, mara nyingi hatushauri mtu ambaye anatundika mizinga mahali iwe ni sehemu ndogo, sababu kutakuwa na chakula kwa ajili ya nyuki kinaweza kikawa shida kwa wao kupatikana. Wanakuwa nyuki wamerundikana wengi sehemu moja, chakula inakuwa kazi kwa wote kupata. Kwa hiyo kama mtu anatundika kwa mfano mizinga 10, lazima eneo liwe ni kubwa, kama ni msitu uwe ni mkubwa, na ndio maana tunashauri kwamba mtu aende akatundike msituni. Na hapo mzinga mmoja unaweza kuzalisha kiasi gani, na kwa mtumiaji au mfugaji una gharama ya shilingi ngapi mzinga? Mzinga mmoja ambayo inatumika saizi ile ya box unaweza ukatoa lita 5 mpaka lita 7 za asali. Na gharama yake kubwa, gharama ya utengenezaji ya mzinga ni 70,000. Kwa mzinga ile ya nani, kila kitu mpaka kuwekewa bati vizuri juu ili nyuki wasiingie wadudu au mvua ikaharibu mzinga, ni shilingi 70,000. Lakini hapo umeeleza swala la gharama na mtaji kiujumla. Nyie kama wataalamu wa jiji, muone kuna umuhimu mkubwa wa kutoa elimu aidha kuishawishi serikali kuwekeza katika sekta hii muhimu? Ni swala zuri kushawishi serikali hilo, kwa jiji la Mbeya bado uamsho wa ufugaji nyuki sio mkubwa hivi. Kwa hiyo ni swala ambalo bado linafikiriwa kuhamasisha watu, lakini pia kuishauri serikali kuwekeza katika ufugaji wa nyuki. Ambapo kwa Mbeya jiji, ndio takwimu zikoje? Takwimu za ufugaji? Wafugaji wa nyuki kwa Mbeya, kwa watu ambao wamekuja jiji na kuandikisha, hawajafika hata 50. Sio wengi kiasi hicho, ni wachache sana. Ni wachache sana. Kwamba elimu iko juu au iko chini? Iko chini elimu. Iko chini. Kwa hapo mna kazi kubwa ya kufanya kuelimisha wananchi. Ndio. I see. Lakini unaweza ukatueleza kwamba unajua jiografia ya jiji la Mbeya. Umetutajia maeneo matatu tu, kwamba Mlima Kawetele, Mlima Mbeya na Mlima Nyoka ni maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya ufugaji wa nyuki. Lakini unahisi inatosha? Kwa sababu tuna maeneo, jiografia bado ni kubwa. Tuna Iziwa, tuna huko Mwasanga, tuna Iduda, tuna Iunga, ambayo imekuwa na maeneo makubwa kidogo. Wananchi wakielimishwa namna ya ufugaji wa nyuki, wanaweza kuzalisha zao hili muhimu. Kwani kwamba mna haja ya kutenga maeneo zaidi kwa ajili ya ufugaji wa nyuki? Maeneo ndio yanatakiwa yatengwe mengi zaidi. Hapo nilikuwa naongelea maeneo ambayo hayapo karibu na makazi ya watu. Sababu tunapoongelea ufugaji nyuki, mara nyingi ni ufugaji wa nyuki wakubwa. Nyuki wadogo unaweza kuwafuga hata nyumbani kwa sababu hawana madhara. Kwa hiyo tunapopanga maeneo kwa ajili ya watu kwenda kufuga nyuki, ni maeneo ambayo hayapo karibu na makazi ya watu, au mbali na makazi ya watu. Kwa hiyo maeneo bado yanaendelea kufanywa utafiti yale ambayo yatafaa, ambayo hayataathiri watu. Mtazamaji wa Machweo Online TV, bado tuko na mtaalamu wa masuala ya nyuki, Clementina Keruzi. Ombi letu ni lile, usichoke kutembelea mitandao yetu ya kijamii huko Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni Machweo Online TV. Tukiwa tunaendelea kutamatisha, labda unaweza ukatueleza ni mambo gani ya kuzingatia katika ufugaji huu wa nyuki?
Mambo ya kuzingatia, kwanza kabisa ni eneo ambalo unaweka mizinga yako ili ufuge nyuki. Eneo ni kitu muhimu sana. Eneo lenye maua ya kutosha, miti ya kutosha na maji. Ndio. Lakini pia mizinga wanayotengenezea iwe ni bora, ambayo haitaathiri ukuaji wa nyuki humo ndani pamoja na shughuli zao humo ndani. Sababu unaweza ukatengeneza mzinga ambao unaweza ukaoza, nyuki wanaondoka, au mzinga haujafuata vipimo vile vinavyotakiwa, nyuki wakatengeneza asali ambayo haitakiwi. Kwa hiyo hivyo ni vitu muhimu sana vya kuzingatia. Eneo lenye maji, maua na miti. Yaani hicho ni kitu muhimu sana. Ili kupata maua na miti. Maji sio lazima yawepo eneo ile, angalau yasiwe mbali ile eneo ambalo unaanzisha kufuga. Sasa kwa milima ya Mbeya, Mlima Nyoka na Kawetele, ile ni milima. Kuna sehemu za maji kweli pale. Hata vidimbwi, yani sio lazima sehemu iwe maji yapo. Kwa mfano kwenye Mlima Mbeya kuna makorongo yenye maji. Kwa hiyo yani sio lazima maji yawepo. Kama inawezekana pia sehemu ikawa haina maji, lakini kama mfugaji unaweza ukatengeneza hata dimbwi kwa ajili ya kuwasaidia nyuki wasio wanaenda mbali sana kufuata maji. Sababu wakiwa wanaenda sehemu ya mbali zaidi kufuata maji, wanaweza wakahama hiyo sehemu, wakaondoka, ukapata tu hasara. Kwa hiyo changamoto ni zipi sasa? Changamoto kwa mfugaji na zao lenyewe. Changamoto, kwa mfano kuna watu ambao huwa wanajaribu kufuga nyuki kwenye Mlima Mbeya. Changamoto kubwa ni wizi wa mizinga, ulinzi haupo wa kutosha, lakini pia watu hawana elimu ya kutosha juu ya utengenezaji wa ile mizinga ya nyuki. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ametundika mizinga lakini nyuki hawajaingia. Hajafuata zile sheria za muhimu ili nyuki wakae kwenye mzinga wake. Kwa hiyo changamoto kubwa ni elimu na hisi. Watu wanahitaji elimu zaidi ili waweze kujua ni jinsi gani waweke makundi, waweke mizinga, nyuki wawepo na wasiondoke. Wala nyuki wanaweza wakaingia na wakaondoka. Kwa licha ya changamoto hizo, labda unaweza kutueleza elimu hii, amuoni kwamba kuna haja ya kufika maeneo ya vijijini kuitoa ili zao hili liwe bora zaidi? Haja hiyo ipo kwa sababu nyuki, tunasema ufugaji wa nyuki ni chanzo kikubwa sana cha mapato kama watu wakijua vizuri. Kwa hiyo kuna uhitaji wa watu kupata elimu kuhusu ufugaji wa nyuki. Yaani uhitaji ni mkubwa sana. Hasa kwa jiji la Mbeya. Ufugaji unawezekana, ni vile tu watu hawajapata elimu ya kutosha na hajawafikia watu wengi bado wapa elimu kuhusu ufugaji wa nyuki. Ndio, mmekuwa na vikao katika halmashauri yetu ya jiji la Mbeya. Na serikali pamoja na wadau pia. Labda unaweza ukatuambia kidogo ni mikakati gani ambayo mmepanga kuhakikisha zao hili la nyuki liweze kupanda zaidi, kwa sababu ubora, gharama, mpaka na mambo mengine ya ufugaji kwa jumla imekuwa ni vikwazo kwa wafugaji. Labda ni mikakati ipi ambayo mmeipanga kuhakikisha zao hili la nyuki linafika kimataifa zaidi? Kwanza kabisa lengo kubwa tulilopanga ni kuwapa watu elimu, lakini pia kuwawezesha wale wafugaji wadogo kupata vile vifaa vya mwanzo kabisa vya muhimu ili kuanza ufugaji nyuki. Kwa mfano mizinga sio lazima hata tutengeneze ya mbao. Kuna mizinga ya udongo, kuna watu wanafanya utengenezaji wa mizinga ya udongo ambayo ni bei rahisi zaidi. Kwa hiyo ni swala ambalo bado tunalizungumzia na lipo kwenye process za kuanza kutekelezwa. Sawa. Labda unaweza ukatueleza rai yako kwa wananchi juu ya ufugaji wa nyuki, lakini na ushauri wako wa mwisho na wa ziada kwa serikali kuhusiana na ufugaji wa zao hili. Ufugaji wa nyuki ni kitu muhimu sana. Kwanza kabisa tunajua umuhimu wa nyuki kwenye mazingira. Sio tu kupata asali. Nyuki pia ni wachafushaji wazuri sana wa mazao. Kwa hiyo wananchi wanapaswa kujua kwamba ufugaji wa nyuki ni kitu ambacho mtu anaweza akafanya, mtu yoyote wa umri wowote. Akipata tu elimu vizuri anaweza akafanya ufugaji wa nyuki. Lakini pia serikali inapaswa kutoa, yani kuweka fikra kwenye hilo swala.
kwenye mikoa ambayo bado ufugaji wa nyuki haujakuwa, kwamba waongeze utoaji wa elimu, lakini pia wawezeshe wafugaji wadogo. Hapo kuna wafugaji wengine ni wadogo, wanafugia kwa kutumia njia za zamani ambazo wanatengeneza asali ambazo hazina quality ya kutosha kuuzwa kwenye masoko hata ya kimataifa. Kwa hiyo ni elimu ambayo inatakiwa itolewe na serikali ipange namna ya kutoa elimu hiyo, lakini pia wananchi wanapaswa kujua kwamba ufugaji wa nyuki ni chanzo kikubwa sana cha uchumi. Naam, serikali inaombwa kuwekeza katika swala zima la ufugaji wa nyuki. Ndugu mtazamaji wa Machweo Online TV, kipindi chetu cha Tuongee Machweo ndo kinatamatika hivi. Ulikuwa nami Thaddeus Feston Simfukwe kama mtangazaji, lakini mhariri wetu mkuu ni Isaya Kilongo. Nyuma ya kamera yupo David Mnyembe akiwa anaopaleti vizuri shughuli yetu hii muhimu ya kipindi chetu cha Tuongee Machweo, lakini bila kumsahau mkurugenzi wetu Ezekiel Richard Kamanga, mbeba maono wa Machweo Online TV. Wengine ni waandishi wetu Upendo Kibetile, Matthew Kibona na wengine. Lakini usichoke kutufuatilia Machweo Online TV katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok na YouTube. Na shukrani zetu muhimu ziende kwa afisa huyu mtaalamu wa nyuki jiji la Mbeya, Clementina Kialus. Karibu sana na usichoke na uendelee kufuatilia vipindi vijavyo. Asante sana. Asante.